Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mfuatiliaji wetu wa Maalim Kaisi Online TV, tuko hapa mubasharatan katika wakati huu wa saa 7 usiku Mbagala, maeneo ya Kiburugwa. Tulikuwa na maulidi ya Bakata Kwata, lakini maulidi haya ya Kata yamesimamiwa na Sheikh Abubakari Mahege. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hongera sana, jambo limepita katika hali mzuri na mustawa mzuri, walillahi alhamdu. Mwenyezi Mungu akubarikie sana. Alhamdulillah, amin. Lakini tuambie siri ya mafanikio. Tunaona mahudhurio yamekuwa ni makubwa, kheri na fanaka, wallahi hali tunaona hadhira ilivyopendeza. Sheikh, nini siri ya mafanikio katika huu mwitikio? Siri ya mafanikio kwa kweli ni pale tu aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka asabi'ahu. Lakini pia Mtume alisema tena, al-ittihadu sabilul quwwa, umoja ni nguvu, umoja ni ushindi. Kwa hiyo siri ya mafanikio jambo hili kwamba ni kushirikiana tu. Mimi nimeshirikiana kuanzia viongozi wangu wa kiserikali, lakini pia maimamu wangu, walimu wa madrasa, pamoja na baraza kwa ujumla. Kwa hiyo tumeshirikiana vizuri na tumefanya majambo yetu kwa uzuri, tukawa tunashare kila jambo ambalo tunalifikiria, tunashare kwa pamoja. Ndiyo mafanikio haya ambayo yamepatikana. Hakuna ujanja mwingine wote ambao tuliofanya, bali ni kushare na wale wenzetu ambao wametuzunguka katika kata yetu hii ya Kiburugwa. Sambamba na hilo, tumeona baadhi ya mashekhe andamizi kutoka ngazi ya BAKWATA, ni mashekhe wakubwa ambao baadhi ya watu wanasema ilikuwa wanaona katika media, katika television, hawajawahi kuwaona mubashara. Hawa na wenyewe pia umewezaje kuweza kuwavuta, kuwatoa kule ulikotoa na kuwakusanya maeneo haya? Tumeweza kuwatoa kwa sababu ya mapenzi, lakini pia mimi mwenyewe na huwa najitahidi kuhudhuria katika hadhira za watu mbalimbali. Kwa hiyo hata ninapokwenda kumfuata shekhe kumuomba kwamba bwana ninakualika jambo langu, inakuwa ni wepesi kwa sababu kwanza ananijua, kisha niona kwenye hadhira mbalimbali. Kwa hiyo vile anavyoniona basi na yeye ameshanifahamu moja kwa moja. Kwa hiyo ninapomuomba njoo kwenye jambo langu, kunakuwa hakuna ugumu tena katika kunipokea au kunitikilia lile jambo langu katika hadhara yangu. Hilo ni jambo ambalo mimi namshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Una wito gani katika mwaka kesho? Kwa sababu tunasema kuisha kwa namba moja ndio sababu ya namba mbili. Nini wito wako kwa sababu ya maandalizi ya mwaka kesho katika hili jambo? Wito wangu kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, jambo hili katika kata ya Kiburugwa ndio mara ya kwanza hii. Katika awamu zote zilizopita za mashekhe, hii ndio awamu ya kwanza kupita. Lakini pia wito wangu kwamba niwaambie tu Waislamu, mwakani mwezi wa 12 jambo hili litazidi kuwa kubwa na litapendeza zaidi, kwa sababu mwaka huu ndio mwanzo, lakini kwa ushirikiano wetu kwa ukaribu na walimu na maimamu na imani litakuwa kubwa zaidi ya hivi. Alhamdulillah. Sheikh anasema hili jambo mwaka kesho biidhnillah katika mwezi kama huu wa Disemba litakuwa ni kubwa zaidi. Sheikh, unafahamu na majukumu mengi, wageni wako ni wengi, unahitaji kuandaa na wengine kuweza kuagana nao. Neno moja la mwisho kwa wafuatiliaji wetu wa channel yetu pendwa Maalim Kaisi Online TV, lakini sambamba na wageni wetu, una neno lipi la kuambia na kuwaaga? Niwaambie tu kwamba Watanzania, Waislamu kwa ujumla, jambo la kuambia na kuwaaga, kwanza kuichunga amani. Amani ni jambo la msingi sana. Hata haya tuliyofanya hapa, niwaambie tu Watanzania, kwa sababu ya amani tumekufanya majambo yetu kwa utulivu, amani ipo. Kwa hiyo tusije tukaiharibu amani yetu sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wala tabghil fasada fil ardi, kwamba msifanye ufisadi katika mgongo wa ardhi. Ufisadi ni kule kuhamasisha maandamano, watu wakapigana, wakavunjwa miguu, lakini akaibiwa mali za watu. Haya yote ni sehemu ya ufisadi. Si kwamba kiongozi tu wa serikali ndio anafanya ufisadi, hata wewe raia mtaani unaweza kufanya ufisadi, kwenda kuiharibu mali ya mtu. Hivyo wito wangu kwa Waislamu na wasikilizaji na watazamaji wa jambo hili kwamba tusifanye ufisadi, tujitahidi kuitunza amani yetu, kwani haya yote hatuwezi kuoa bila amani, hatuwezi kuzaa bila amani, hatuwezi kuchuma bila amani, hatuwezi kujenga bila amani. Hivyo ni waombe wa Tanzania kwa ujumla wake, amani ni jambo la msingi sana. Tuitunze amani yetu ambayo tumeandaliwa na mashekhe zetu. Wazee wetu waliopita walipambana kugombea uhuru na wakaupata uhuru bila kumwaga damu. Basi hivyo na sisi tuitunze amani hii ambayo tumepewa, ni tunu kutoka kwa wazee wetu. Msikizi na mfuatiliaji wetu wa channel yetu Maalim Kaisi Online TV, huyu ndio shekhe wa kata yetu ya Kiburugwa, Sheikh Abubakari Mahege, lakini pia ni mjukuu wa chief kadhi wetu wa Tanzania, Sheikh Nyasi. Anachoweza kusisitiza ni umuhimu wa amani.
neno lake anasema bila ya amani hakuwezi kupatikana watoto, bila ya amani hatuwezi kupata vikazi kama hivi tunavyoviona vya kumadihi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini bila ya amani hatuwezi kuwa na maendeleo yaliyo bora, bila ya amani hatuwezi kufanyika chochote. Kwa hiyo wasia wa shekhe na neno lake zuri anasema tutunze amani, tuidumishe amani. Amani ni tunu, amani ni kitu ambacho tukibebe na tukienzi kwa mikono miwili. Kwa kufika hapa tuweze kutamatisha na kuwaaga wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa Maalim Kais Online TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Wama alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.